Mahakama ya Kitaifa ya Uhalifu ICC inakabiliwa na shinikisho kubwa kuingilia kati baada ya furugu na machafuko kufuatia uchaguzi wa urais nchini Tanzania. Viongozi wa upinzani, mashirika na haki za binadamu na baadhi ya wadau wa kimataifa wanataka ICC iweze kuchunguza. Lakini swali ni ICC inasema nini rasmi, na je, inaweza kweli kuchukua hatua? Endelea kutazama hadi mwisho. Mwisho wa mwezi wa Oktoba mwaka 2025, Tanzania ilifanya uchaguzi mkuu wa urais wa wabunge. Katika kipindi hicho kulitokea maandamano makubwa, taarifa za polisi kutumia nguvu kupitia kiasi, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na kuzimwa kwa mitandao wa interneti. Vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa viliripoti milio ya risasi, mapambano katika miji kadhaa kama Dar es Salaam na ripoti za watu kujeruhiwa na hata kufariki. Mashirika ya haki za binadamu yalionya kuhusu ukamataji holela, mateso na kufukuzwa kwa wanaharakati wa kigeni waliokuwa wakifuatilia hali ya uchaguzi. Chama cha upinzani Chadema kimetoa wito kwa Umoja wa Mataifa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kufanya uchunguzi huru baada ya picha na video kuonyesha waandamanaji wakiuawa na polisi. Mashirika kama Amnesty International na Human Rights Watch pia yameandika ripoti zikielezea kukamatwa kwa watu wengi, mateso na kufungwa kwa wanaharakati, wakitaka ICC ingilie kati. Wengine wanasema hali hii imefikia kiwango cha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaohitaji uchunguzi wa kimataifa. Ni muhimu kufanya jambo moja. Hadi sasa ICC haijatoa tamko rasmi kwamba imefungua uchunguzi kuhusu Tanzania. Hata hivyo, shinikizo linaloongezeka kutoka kwa vyama vya upinzani, mashirika ya kimataifa na wananchi wanaotaka haki. Kumbuka, ofisa ya mwendesha mashtaka ya ICC hufanya tathmini ya awali kabla ya kuamua kama kuna ushahidi wa kutosha kufungua uchunguzi. Ni mchakato wa kisheria unaohitaji uthibitisho wa ushahidi, si maneno peke yake. Kisheria, ICC huchunguza mambo matatu. La kwanza, mamlaka, ambao ni jurisdiction. Je, makosa yaliyotajwa ni makosa ya jinai ya kimataifa kama uhalifu dhidi ya binadamu? Swala la pili ambalo uchunguza ni uhalali, admissibility. Je, mahakama za ndani zina uwezo wa kushughulikia kwanza? Na swali la tatu ni maslahi ya haki ama the interest of justice. Je, uchunguzi huu utasaidia kutenda haki kweli? Baada ya hatua hizo ndipo mahakama inaweza kutoa kibali cha kufungua uchunguzi rasmi au kutoa hati za kukamatwa. Upinzani na baadhi ya mashirika ya haki za binadamu wanasema wana ushahidi kama video, ripoti za hospitali, ushuhuda wa mashahidi na vielezo vinavyoonyesha ukatili wa serikali dhidi ya raia. Chadema anasema kwamba kuna vyombo vya ndani havina uhuru na kwa hivyo ICC ndio matumaini pekee ya kupata haki. Amnesty na Human Rights Watch wameripoti kukamatwa, kupotezwa kwa watu na hata kufukuzwa kwa wanaharakati kutoka mataifa mengine. Mtazamaji wangu, ili ICC chukue hatua inahitaji ushahidi thabiti unaoonyesha mashambulizi yaliyopangwa au ya mfumo maalum dhidi ya raia, mnyororo wa amri unaowaunganisha watu waliotoa maagizo na waliofanya vitendo hivyo, ushahidi wa kimatibabu, picha, video na ripoti za kimahakama zinazoaminika. Bila hayo, kesi haiwezi kufikishwa mbele ya majaji wa ICC. Hata kama ICC itapokea malalamiko, si rahisi kuingilia bila ushirikiano wa nchi husika. Tanzania ni mwanachama wa mkataba wa Roma unaoanzisha ICC, lakini utekelezaji wa maagizo kama yake mara nyingi hukumbana na vikwazo vya kisiasa. Aidha, ICC hutoa kipaumbele kwa nchi husika kuchunguza kwanza, isipokuwa pale inapothibitishwa kuwa vyombo vya ndani havifanyi kazi kwa haki. Iwapo ICC itafungua uchunguzi, athari zake zitakuwa kubwa kisiasa na kidiplomasia. Tanzania inaweza kukabiliwa na ukosoaji wa kimataifa, kusimamishwa misaada na kushinikishwa kuruhusu uchunguzi huru wa ndani. Hata hivyo, madai yasiyo na uthibitisho yanaweza kuongeza migawanyiko. Ndio maana ushahidi wa kweli na usio na upendeleo ni muhimu zaidi kwa sasa.
Tutaendelea kufuatilia kila maendeleo na kukupa taarifa kamili. Hii ni Sam TV News KE, tukikuletea habari za kuaminika kila siku. Usisahau kulike, kusubscribe na kutoa maoni yako hapa chini. Je, unadhani ICC inapaswa kuchunguza au ni bora Tanzania ichunguze yenyewe kwanza? Asante kwa kujiunga nasi.